Hebu tutazame balaa la Selemani Mwalimu ambalo iliweza kuwastua Waarabu. Huenda klabu ya Wydad Casablanca walivutiwa na kiwango alichokionyesha Selemani Mwalimu Gomez katika michezo miwili ya Kombe la Mataifa Afrika AFCON ya mwaka 2025 yanayoendelea huko Morocco, baada ya kuthibitisha uwezo alionao wakati alipoitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika mechi mbili za mashindano hayo makubwa Afrika. Mwalimu aliingia kwa mara ya kwanza dimbani katika mechi dhidi ya Tunisia iliyopigwa Desemba 30 mwaka 2025. Katika mchezo huo uliopigwa kwenye uwanja wa Prince Moulay Abdallah jijini Rabat, ndiyo siku ambayo Stars iliandika historia ya kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza tangu ianze kushiriki mashindano hayo kwa mara ya kwanza mwaka 1980 nchini Nigeria. Katika mchezo huo Mwalimu aliingia akitokea bench kuchukua nafasi ya nahodha Mbwana Samata dakika ya 44, huku ikishuhudiwa Stars ikipata matokeo ya sare ya bao 1-1 ambayo yalivusha hadi hatua ya robo fainali, ambapo ilishindwa kufurukuta mbele ya wenyeji wa mashindano hayo Morocco na kutupwa nje baada ya kukubali kichapo cha bao 1-0. Katika mchezo huo wa 16 bora, Mwalimu alionekana kuwa mwiba mchungu kwa mabeki wa Morocco ambao walipata wakati mgumu sana kumdhibiti nyota huyo wa Wydad Casablanca anayekipigia Simba kwa mkopo. Kipindi cha pili dakika 55, Mwalimu alimtengenezea nafasi ya kufunga kiungo Faisal Salum Feitoto ambaye alishindwa kuweka mpira kambani. Hata hivyo, licha ya kutopachika bao lolote kwenye mashindano hayo, mshambuliaji huyo bado alionyesha kiwango bora ambacho pengine kinaweza kuwashawishi mabosi wake Wydad Casablanca kufikiria kumrudisha kwenye timu baada ya mkataba wake wa mkopo kumalizika huko Msimbazi katika majira ya kiangazi mwaka huu. Januari 31 mwaka jana, nyota huyo alitambulishwa kwa mabingwa hao wa zamani wa ligi ya mabingwa Afrika akitokea Fountain Gate alikokuwa anacheza kwa mkopo kutoka Singida Black Stars kwa mkataba wa miaka 3. Mechi yake ya kwanza ilikuwa Februari 22 akicheza kwa dakika 31 dhidi ya Code Meknes, Wydad ikitoka suluhu. Hapa tuzungumze na tuangalie rekodi ya kipekee. Mwalimu aliandika rekodi ya kuwa mchezaji wa kwanza wa Tanzania kucheza katika michuano ya Kombe la Dunia la klabu iliyofanyika Marekani Juni mwaka jana. Katika mechi hiyo ya kundi G iliyopigwa Juni 22 mwaka 2025 kwenye uwanja wa Lincoln Financial jijini Philadelphia, Wydad ilichapwa bao 4-1 na Juventus ya Italia, ambacho kilichokuwa ni kipigo cha pili mfululizo baada ya awali kuchapwa bao 2-0 na Manchester City ya England. Alipozungumza baada ya mchezo huo kumalizika, Gomez alisema kitendo hicho cha kupata nafasi ya kucheza michuano hiyo mikubwa ni heshima kubwa kwake, kwani itabaki katika historia na kukumbukwa vizuri kwenye maisha yake ya soka. Anasema, imeninua kwa sababu tumepoteza mechi 2 mfululizo, ila sijaangalia sana hilo, isipokuwa nilichohitaji ni kupata fursa ya kucheza katika michuano hii mikubwa. Kwangu imeniongezea morali ya kuamini kila kitu kinawezekana, alisema Gomez. Katika dakika 45 alizocheza nyota huyo dhidi ya Juventus, kwa mujibu wa mtandao wa FootMod, aligusa mpira mara 15, akapiga pasi 6 ambazo zilifika zote kwa usahihi kwa 100%. Alipiga shuti moja lilolenga lango la wapinzani kwa usahihi wa 100% pia na kutengeneza nafasi ya hatari moja. Takwimu za Gomez zilionyesha amepata alama 6.8 akiwa mchezaji wa 3 wa Wydad aliyepewa alama nyingi katika mchezo huo baada ya mfungaji wa bao pekee Thembo Nkosi Loch ambaye ni 7.7 na Nurdin Amrabat ambaye ana 7.4 ambao walicheza kwa dakika zote 90. Gomez wakati anajiunga na Wydad alikuwa amefanya vizuri katika ligi kuu bara alipokuwa akiitumikia Fountain Gate kwa mkopo akifunga mabao 6. Mwalimu alitambulishwa kujiunga rasmi na Simba Agosti 28 kwa mkopo wa msimu mmoja akitokea Wydad
Casablanca. Akizungumzia kuhusu usajili wake ndani ya klabu ya Simba, Mwalimu alisema amekuja kwa kazi maalum, huku malengo yake yakiwa sio kurudi tena nyumbani bali ni kwenda mbele zaidi. Anasema, nimekuja kama mwanajeshi aliyeko vitani, nina kazi maalum ambayo nimekuja kuifanya kwa sababu malengo yangu sio kurudi tena nyuma. Nataka niende mbele na njia ambayo nimechagua ni kuja hapa kisha niondoke tena. Lakini Mwalimu aliweza kutaja sababu za kutua Simba. Mwalimu alieleza jinsi usajili wake kuja Simba ulivyokuwa licha ya uongozi wa Wydad kuonyesha ugumu wa kumwachia aondoke. Anasema, wakati nimeenda Wydad nilitoka timu ya daraja la chini ambayo ni Fountain Gate, lakini nilivyofika kule niliaminika na nilifanya vizuri kila mechi niliyopewa nafasi. Kipindi Simba wanatuma ofa ya kunihitaji, kocha alikuwa hataki na viongozi walikuwa hawataki. Simba walituma ofa mara 2 na zote zilikataliwa, lakini kocha Fald aliongea na uongozi wangu na akaonyesha nia ya kunitaka. Anasema, nilimwambia nahitaji nafasi ya kutosha kucheza zaidi na ninayopata hapa. Alinikubalia kwa kuwa bado nina miaka 4 ya kucheza Wydad. Kwa hiyo mimi ndio nilifanya mambo yakawa rahisi, alisema Mwalimu. Mwalimu anasema hakukaa kimya kuhusu watu wanaomsema kuwa amefeli kucheza Wydad. Anasema huo ni mtazamo wao, lakini mimi najua ni kitu gani ambacho kimenifanya nimekuja Tanzania na malengo ambayo nimejiwekea mimi mwenyewe katika msimu huu wa 25-26. Nimekuja kwa mkopo wa mwaka mmoja, lakini huwezi jua kama Wydad pengine wakanihitaji tena kwenye dirisha dogo hata kabla ya mwaka kumalizika. Kwa hiyo mimi najua kitu ambacho kimenileta Tanzania na najua kazi iliyonileta. Binafsi sina pressure yoyote kutokana na maneno ya watu kwenye mitandao. Huwa nachukulia kama changamoto ambayo inanipa motisha kwenda kuwaonyesha ubora wangu uwanjani. Mimi nitawaonyesha na watajua kweli kijana amekuja kwa malengo gani. Kwa hiyo nitapambana kadri ya uwezo wangu kuhakikisha naisaidia timu kwa 100%. Alimaliza hivyo Selemani Mwalimu. Hii ni Talent Media. Mimi ni Ali Swaleh Mshana. Asante na kwaheri.